mambo yatakayokuwezesha kufanya makubwa maishani mwako, au vitu vitakavyokuwezesha kufanya makubwa maishani mwako. Wangapi wanatamani kufanya makubwa? Wangapi wanatamani kufanya makubwa popote walipo? Kuna wengine wanasema sisi tushalizika. Wangapi wanatamani kufanya makubwa? Nione hawa watu. Pokea hiyo neema katika jina la Yesu. Pokea hiyo neema ya kufanya makubwa katika jina la Yesu. Ni haki yetu kufanya makubwa. Bwana Yesu asifiwe sana. Sasa vitu vitakavyotuwezesha kufanya mambo makubwa. Bwana Yesu asifiwe sana. Kwanza lazima tujue kati ya viumbe ambavyo Mungu aliviumba kwa mfano wa pekee na kwa mfano wa kufanana naye ni kiumbe anaitwa mwanadamu. Bwana Yesu asifiwe sana. Kati ya viumbe vyote ambavyo Mungu alivipa maarifa na akili isiyokuwa ya kawaida, basi ni kiumbe anaitwa nani? Mwanadamu. Na kama ni kiumbe ambaye amefanana na Mungu, katika kitabu kile cha Mwanzo 1:26 Biblia inasema na tufanye mtu. Kwa nini? Kwa sura yetu na mfano wetu. Maana yake huyu mtu ana vitu ambavyo vinafanana na asili ya Mungu mwenyewe. Tunakubaliana watu wa Mungu? Maana yake kama Mungu alifanya vitu ambavyo kwa akili ya kawaida vinashangaza, basi hata huyu mtu anayemwamini Mungu anaweza kufanya. Tuko pamoja? Tuko pamoja? Sasa Mungu siku zote anapomtazama mwanadamu, hamtazami kama ambavyo mwanadamu anajitazama. Mungu anamtazama kama mtu aliyemuumba kwa mfano wake. Bwana Yesu asifiwe sana. Mungu anamtazama kama mtu aliyemuumba kwa namna ya kipekee ambaye anaweza kufanya vitu ambavyo watu wengine wakashangaa au viumbe wengine wakashangaa. Bwana Yesu asifiwe sana. Maana yake ni nini? Unaweza kufanya jambo kwenye maisha yako hadi viumbe vingine vikashangaa, kwa sababu asili yako wewe ni asili ya Mungu afanyaye mambo makubwa. Tuko pamoja watu wa Mungu? Sasa kitabu cha Yohana, tuanzie hapo. Yohana 14:12. Yohana 14:12. Yohana 14:12. Sio lazima asomaji, hata ukipata huko nyuma unaweza ukasema tu ukasimama. Sasa hivi tuanzishe hivi. Yaani ukipata tu huko wewe inuka kusema, watakuletea maiki. Sawa? Si sawa watu wa Mungu? Amen. Kwa sababu hii mpaka msubiri mmoja. Umeshapata. Simama. Soma. Yohana 14:12. Linasemaje? Amini, amini. Amini. Unasikia? Amini, amini. Bwana Yesu asifiwe sana. Nawaambieni. Huyu ni Yesu mwenyewe, si ndivyo? Huyu ni Yesu mwenyewe anasema amini, amini nawaambieni. Yeye aniaminie mimi. Kuna mtu hajamwamini Yesu hapa? Kuna mtu hajamwamini Yesu hapa? Yeye amwaminie Yesu. Kazi zifanyazo mimi. Kazi alizozifanya Yesu, yeye naye atafanyaje? Watu wa Mungu, atafanyaje? Yesu anasema hivi, yeye amwaminie kazi alizozifanya au anazozifanya huyu mtu naye atazifanya. Kuna mahali Yesu alishindwa? Tujibu. Kuna mahali Yesu alishindwa? Kuna mahali Yesu magonjwa yalimshinda? Kuna mahali Yesu alisema hii vita hapana? Kila eneo ambalo Yesu alifika alionekana ni mshindi. Tuko pamoja? Sasa Yesu anasema hivi, kila anayeamini, anayemwamini yeye, usikae bado, anayemwamini yeye, kazi azifanyazo kazi alizozifanya Yesu naye huyu mtu atazifanya. Hilo la kwanza. Bwana Yesu asifiwe sana. Kwa hiyo mtu yoyote anayemwamini Yesu anaweza kufanya chochote ambacho Yesu alikifanya. Mtu yoyote anayemwamini Yesu anaweza kufanya lolote ambalo Yesu alilifanya. Yesu hakupata hasara.
Yesu hakupata hasara, si ndivyo? Yesu biashara haikumshinda, si ndivyo? Kwa hiyo kama vyote hivyo Yesu alivifanya, na wewe unaweza kufanyaje? Twende. Na kubwa kuliko hizo. Yesu anasemaje tena mbele yake? Anasema na kubwa kuliko hizo. Bwana Yesu atusaidie sana. Maana yake sasa mama, maana yake ni nini? Mtu yoyote ambaye anamwamini Yesu, anamwamini Mungu kwenye eneo lolote la maisha yake, ana uwezo wa kufanya chochote kikubwa kuliko watu wanavyodhani. Kwa nini? Kwa sababu aliye naye ndani yake hajawahi fanya jambo likashindikana. Tuko pamoja watu wa Mungu? Na sio hivyo tu, Yesu anasema hivi, atafanya kazi kubwa kuliko alivyofanya yeye. Kumbe bado tuna kazi ya kufanya. Bado tuna kazi ya kufanya. Kama Yesu anasema kuliko kubwa kuliko zake, maana yake kuna kazi bado hatujazifanya. Kuna mambo makubwa bado hatujaonyesha. Kuna vitu vikubwa bado hatujashangaza ulimwengu huu. Sio, kuna watu wananielewa vizuri. Sasa nini kinatokea? Kwa nini hatufanyi? Nitakuja huko. Na nini tunatakiwa kufanya? Lakini nataka kukwambia kwamba point ya kwanza, ukishamwamini Yesu, uwezekano wa kufanya makubwa uko ndani yako. Maana tunasema amini. Maana yake ukishaamini, ukamwamini Yesu, yaani ile kipoint tu unapokuja unasema leo ninakupokea Yesu, ninakuamini, uingie ndani yangu wewe Bwana na Mungu. Kuna kitu kinaachiliwa ndani yako cha kufanya vitu extra. Nikisema extra, yeye unafanya na ziada. Bwana Yesu asifiwe sana. Kweli, na hapa sio tu, unajua watu wanajuaga kazi alizofanya Yesu ni kuponya wagonjwa. Kazi alizofanya Yesu ni kuhakikisha analeta wokovu, si ndivyo? Mimi nakwambia moja pia kazi alizofanya Yesu ni kuhakikisha wewe unaishi vizuri, kuhakikisha una maisha ya amani, kuhakikisha unabarikiwa, kuhakikisha una afya tele. Watu wa Mungu mnanielewa vizuri? Moja ya kazi ya Yesu ni kuhakikisha wewe uchumi haukusumbui. Ndio maana kuna siku moja Yesu alimwambia mmoja wa wanafunzi wake, tunatakiwa kulipa kodi. Sasa ukiona mpaka sasa hivi bado kodi inasumbua pia, ni tatizo. Ndio kile naweza kumwambia ni tatizo. Kwa sababu Yesu alisema ukiniamini utafanya makubwa kuliko yale niliyofanya mimi. Siku moja Yesu wakawa anatakiwa kulipa kodi. Hivi unajua Yesu ni mwanzilishi wa kutumia ATM. Mfano, Yesu ndio mwanzilishi wa. Hakuna jipya kwenye hii dunia, hakuna jipya ambalo mbingu hazijaifanya. Nirudie. Kwenye hii dunia mambo yote ni used kutoka mbinguni. Yaani mbinguni ndio new, huku tunatumia ni used. Kwa sababu hata huo mfahamu ambao mwanadamu anao wa kutengeneza hicho umetoka kwa Mungu. Si mnanielewa vizuri? Na huyu mwanadamu anayetengenezwa aliumbwa na nani? Kwa hiyo vyote mwanadamu anavyofanya source yake ni Mungu. Halo? Siku moja Yesu akamtuma wanafunzi wake mmoja. Akamwambia tunatakiwa kulipa kodi ya kwangu na ya kwako, si ndivyo? Si ndivyo? Akamwambia hivi, nenda baharini. Kuna samaki utamvua kwanza, ukimwachanisha utakuta hela. Watu wanashaka. Yaani manake utaenda utamvua, sawa? Baadaye utatoa hela. Huo ni mfano tu kwamba Yesu ndio alianza kutumia ATM. Unaanzaje kwenda sehemu ukatoa hela? Ndio kile mwenzako. Liko andiko hilo ndio hapa. Bwana Yesu asifiwe sana. Yesu ndio wa kwanza kuchanganya kemikali. Sawa? Kemikali hii soda unayoona tamu. Unielewa wewe?
Tuachane na Pepsi hiyo ambayo inatoa moshi. Yesu ndio wa kwanza kuchanganya kemikali ukapata utamu wa kwenye nanasi. Yaani kabla hii soda haijawa tamu vile, Yesu ndiye alishachanganya. Yaani kuna vitu kinapandwa au kinatoka na tuna utamu. Hawajanielewa watu hao. Yaani hii soda ni marudio ya kile Yesu alishafanya tayari. Unapanda kitindi. Elewa watu hawa. Unajua kitindi? Kajua. Unapanda kitindi, unatoka mua mpanda kabisa mtamu. Nani amechanganya sukari kule mpaka mua unakuwa mtamu vile? Ni mbingu zilianzisha hili jambo. Sasa kama mbingu zilianzisha, wewe unaamini unaweza kufanya makubwa kuliko hayo kwenye biashara, ofisini kwako, maadamu tu unamwamini Yesu. Sio, unanielewa? Na tangu afanye hajawahi kosea. Ngoja nikwambie, kitu chochote Yesu alichokifanya, Mungu alichokifanya kinafuata maelekezo ya Mungu vile vile. Nirudie. Mungu alichokifanya ile inasema hivi, alipofanya akaona vyote vimekuwa vyema. Maana yake Mungu huwa harudi. Kama alisema utabarikiwa, ili neno litaendelea kukufuata mpaka ubarikiwe. Kama alisema utainuliwa, hageuzaji. Ndio maana hakuna mbegu ya tikiti ikazaa chungwa. Mbegu ya tikiti inazaa tikiti na lina utamu ule ule. Achana na yale ambayo hajakomaa. Mnayo yawahi. Sio, unaelewa? Mimi nazungumzia mbegu ya tikiti haiwezi kubadilika. Ukasikia unakula tikiti limekuwa kama limao. No! Tikiti ina ladha ya tikiti vile vile. Nini? Mbegu ina maelekezo ya Mungu kwamba mimi nilipokutengeneza utabaki hivyo. Umetengenezwa na Mungu kufanya makubwa wewe. Hakuna atakayebadilisha hicho katika jina la Yesu. Ndio maana mimi mtu akiniambia Yesu Mungu hayupo na mshangaa. Naambia hata siku zote. Babako tu anatumia ardhi ya Mungu kupata mazao yake. Si ndivyo? Mungu alishatoa maelekezo ardhi izae. Kuna kitu kinagoma. Kwa hiyo kumbe uwezo wa kuzaa makubwa, kufanya makubwa tunao. Bwana Yesu asifiwe sana. Na huko ndani, lakini point ni kwamba kwanza lazima kila anayemwamini Yesu. Huwezi kufanya makubwa kama humwamini Yesu. Watu wote ambao unawasikia wa Mungu kwenye hii Biblia ambao wamefanya vitu vya kushangaza walikuwa wanamwamini Mungu kuliko kawaida. Shida yetu ni kwamba tunamwamini Mungu kwenye mdomo ila ndani hatuna imani na Mungu. Yaani hapa kuna vitu ambavyo huwezi kufanikiwa kupata vya Mungu nje na imani yako. Nirudie. Huwezi ni sawa ulivyo leo ni matokeo ya mchakato mzima wa maisha yako, ikiwemo kujitamkia, ikiwemo kumkaribia Mungu, ikiwemo na bidii zako humo. Yaani hivyo ulivyo ni matokeo ya yote ambayo umewahi jitamkia, kiwango cha kumwendea Mungu, kiwango cha kumwamini, ndio matokeo haya ulivyo. Huwezi kuwa nje na vile unapomwamini Mungu. Maana kadri unapomwamini Mungu kwa ukubwa, ndipo Mungu naye anajifunua kwa ukubwa. Kadri unapomminya Mungu, ndipo Mungu naye anapojiminya kwako. Si watu wananielewa? Sasa kiwango chako cha kuamini ndio kiwango chako cha kuwa na matokeo makubwa kwenye hii dunia. Lakini Mungu yeye alishaachilia kwamba yoyote atakayemwamini atafanya makubwa na kuliko hata yake. Kwa hiyo ukiona kuna kiwango uko pale, ndio kiwango chako cha kuamini. Ndio maana siku moja wanafunzi wa Yesu wakaletewa mtu mwenye pepo. Wakakemewa. Na Yesu aliimba na kuambia zetu nzima, na nguvu za mapepo zimeshindwa. Yesu anamwambia nipeni na maji, anakunywa.
Unajua kuna mapepo yanadharau sana. Unakelea sana. Ukitaka kutoka nipeni maji. Na kuna mlokole anasema ngoja tukakupe. Mpeni ili tuende haraka haraka. Mimi nikipa maji yangu hawezi kunywa. Yaani kimwambia chukua ya maji unywe hani. Lakini ukipa anakuambia nipe kabisa. Niongeze na mengine kana ungua. Sasa wale wanafunzi wameomba. Bwana Yesu asifiwe sana. Wameomba. Kemea ile pepo. Halikutoka. Wakaona pepo kisha kufia nini? Kumpeleka kwa master. Walipompeleka master akakemea nikatoka. Baadaye wakamfuata tena kusema tuongeze imani. Inawezekanaje kwako? Umenielewa vizuri? Tuongeze imani. Kuna kiwango ukifika, kuna vitu hautahangaika navyo, ni mbingu zenyewe zinaoperate kukupatia. Sio kuna mtu anaongea naye hapa. Kuna kiwango ukishafika, sikiliza, mimi nawaambiaga, kuna kiwango ukishafika na Mungu, hauhitaji wewe kusema nitakula nini. Kuna kiwango ukifika, hahitaji kusema mambo yangu yataendaje, mbingu zinajishughulisha nayo. Sio kuna watu wananielewa? Kuna kiwango ukishamwamini Mungu. Nilikuwa namsikiliza mtumishi mmoja, sitaki kumtaja. Akasema mimi nilifika hatua nimemwamini Mungu. Tangu nilipoanza kumwamini Mungu, ile kusema sasa Mungu nimekuamini kwa asilimia zote. Anasema hivi, mimi sijawahi umwa. Halo? Mimi sijawahi hangaika nile nini? Akasema wewe unahangaika ule nini? Kama Mungu Biblia inasema hivi, watazameni ndege wa hawapandi, hawavuni, ila wananawili na wanakula asubuhi mchana. Tena wanaweza kula zaidi hata mara ngapi kuliko hata wewe. Anasema yatazameni maua ya kondeni. Yanapopendeza, Mungu mwenyewe anayavika. Yaani Mungu hivi wewe na ua nani anatamani wewe? Kwa kuna kiwango wewe bado hujafika cha kumwamini Mungu. Mwambie Bwana nipe leo kwenda zaidi. Bwana Yesu asifiwe sana. Sasa anasema tangia pale, huyo mtumishi anatangia pale, sijawahi mimi kuhangaika. Unajua? Ni wewe tu ndio asubuhi ndio unaanza kuwaza nitakula mboga gani. Yule mwenzako afu usikike kidogo. Mungu wewe wewe. Hapo mbinguni. Ndio tunajifunza mageuka mabeti. Ni wewe tu ndio asubuhi unaanza. Tule kipono kile cha kilibaki au tunue kitafuno. Lakini kuna watu hivyo viwango wametoka. Mbingu zinajishughulisha. Jamani, mimi niulize. Hivi mnadhani mheshimiwa rais huwa anawaza atakula nini? Kwanza rais mbaya. Ile kwa nimeenda juu sana. Yaani kuna idara, kuna watu ni mameneja, hawahangaiki watakula nini. Kuna mifumo imeshatengenezwa ambayo imeaminiwa na inafanya hivyo. Mtu wa Mungu, wewe ni zaidi ukimwamini Mungu. Mbingu zinajishughulisha na wewe kuliko kawaida. Ongeza kumwamini Mungu ili utende makubwa. Rais anawazaki nifae nini? Ni wewe tu ndio sasa hivi unakimbizana na fundi John. Sasa Mungu Biblia anayemwamini anafanya makubwa kuliko hata yale aliyofanya. Kwa taarifa yako, kanzu ya Yesu haikuwa inachakaa. Kanzu ya Yesu haikuwa inachakaa. Kwanza haijulikani ilishonewa wapi. Na ndio maana hata siku ile wamemtandika nayo pale, majamaa bado wanaiona inakuwa ni wakapigia, wakaanza kuinuitu. Usema uchukue wewe hamna bana. Kila mtu alikuwa anagombea sasa hapa tupige kula. Nani amini? Kuna maisha ambayo kila mtu anaweza akakutamani ukimwamini Yesu wewe. Amen. Kuna viwango kila mtu anaweza akawa anataka awe karibu yako kwa sababu ya kiwango ulichoenda na Mungu. Ninakuombea katika jina la Yesu, Mungu akupeleke hicho kiwango ambacho kila mtu akikuona atatamani kwa sababu ya level uliyomwamini Mungu. Sema amen. Kuna kiwango cha maisha ukifika utajipendekeza. Ukisha kwake mbingu zina namna ya kumuendeshea mtu maisha yake. Kuna kiwango atakuwa 20, yaani wote watakugeukia aende huyu afanye, huyu ndio anastahili.
Bwana Yesu atusaidie sana. Sasa ni lazima uwe na imani na Mungu kuliko kawaida. Lazima ifike hatua kama kuna mtu anamwamini Mungu, uwe kwenye kiwango ambacho hawawezi kukupindua kwa habari ya kumwamini Mungu uliye naye. Sasa kuna wengine hapo wasema na Yesu. Sawa. Shinga. Kuna mtu mmoja alisoma siku moja mtandaoni akisema wakisema tukupe milioni 5 au uchome vyeti vyako. Mtu akasema milioni 5 kazi. Nipeni tu 50,000 nachoma mpaka shule niliyosoma. Nachoma mpaka walimu. Sasa nilidanganya nikaanza kusoma pansi. Flow ya mna ambapo tunamuapply pansi. Sasa ni baya. Kama kuna vitu tulicheleweshwa. Halo? Tulicheleweshwa tu. Pansi. Sasa tunajifunza kuunda simu wewe pansi. Tena Google. Kiambala. Kama unachora mapancho. Lakini kama kungekuwa na mfumo ambao ungetuvusha kutoka hapa, kuna maisha tusingekuwa nayo haya. Kuna mtu mmoja akasema, wale ndio wameshika 4 figure. Sasa ni kwa mnatusumbua. Mnaendeleaje na 4 figure huko? Sasa bwana tukua tukifu 4 figure, sasa hivi tunakula maisha. Kuna kiwango watu wa Mungu wanataka kumwendea Mungu. Mambo ya dunia hayatasumbua, hayatakuwa shida kwako. Halo? Ndio maana Biblia inasema sio wote wanaokimbia wanashindaga, ila wakati na bahati vinaweza kumpata kila mtu. Naweza ukawa umetangulia, ila imani yangu ikalivusha kuliko wewe ulipo. Na mimi nakuhakikishia, nilikuwa naongea na mtu mmoja jana, nikamwambia mimi sijali wachungaji wangapi wamenitangulia, ila anachojua imani yangu itanipa speed, nitawavuka. Nitawavuka kwenye nini? Kwenye matokeo ya watu kwenda kwa Bwana. Nitavuka kwa nini? Kuhakikisha maisha yako yanabadilika. Kwa sababu issue sio tu kwa mchungaji, issue ni kuhakikisha maisha ya wale unaowachunga yanabadilika kutokana na neno la Mungu. Mnanielewa watu wa Mungu? Kiwango pia cha kumwamini Mungu ni pia kuangalia neno la Mungu limekuvushaje hapo ulipo. Bwana Yesu asifiwe sana. Kwa wakati mwingine amini Mungu. Inawezekana sasa hivi umekaa unasikitika. Yaani mimi babangu angesomesha meme, sasa ningepata magari meme. Sikia wewe, unaweza ukasomeshwa na ukabaki pale pale. Amini Mungu, Mungu anaweza kufanya vitu ambavyo wengine hawawezi. Anaweza akatumia njia yoyote. Kamuulizeni Majaliwa yule, sio huyu. Kamuulizeni yule wa ndege sasa hivi yuko wapi? Kamuulizeni yule sasa hivi kule. Inawezekana kabisa ameenda, kuna majitu yalikaa kule miaka nenda rudi. Jamaa amefika amewazidi na cheo. Amini Mungu anaweza kukuvusha. Halo. Sasa hebu tuangalie vitu vichache ambavyo vinaweza kukusaidia kufanya mambo makubwa. Kitu cha kwanza ni kuliamini neno la Mungu. Bwana Yesu asifiwe sana. Kuliamini neno la Mungu. Kwa nini kuliamini neno la Mungu? Neno la Mungu ndio pekee ambalo Mungu analitumia kutoa matokeo kwenye maisha ya mtu. Tuko pamoja? Huwezi kufanikiwa nje na kuliamini Mungu. Kwa sababu ahadi zote za Mungu ziko kwenye neno lake. Halo? Kuliamini neno la Mungu. Hebu nifungulie kitabu cha Yohana ile sura ya 1 mstari wa 3. Biblia inasemaje? Yohana 1:3. Kuliamini neno la Mungu. Yohana 1 mstari wa 3. Inasema vyote vilifanyika kwa huyo. Yes. Wala pasipo yeye hakikufanyika chochote. Bwana Yesu asifiwe sana. Kwa hiyo kumbe neno la Mungu ndio linakupa mwongozo wa kwamba
Nini kitakufanya ufanikiwe? Sikiliza, neno la Biblia linasema hapo mwanzo kulikuwako neno, si ndivyo? Naye neno alikuwako kwa Mungu, naye neno hakukianzia pale juu, naye neno alikuwa ni Mungu. Anapoendelea, pasipo yeye hakuna kilichofanyika, ila kwa yeye vyote vilifanyika. Kwa hiyo kuliamini neno ni kusababisha ambavyo havijafanyika vifanyike, kwa sababu anayefanya ni neno ambaye ni Mungu mwenyewe. Bwana Yesu asifiwe sana. Bwana Yesu asifiwe sana. Bwana Yesu asifiwe. Amen. Liamini neno. Biblia inasema sehemu nyingine Mungu ameikuza ahadi yake kuliko hata nini? Jina lake. Kwenye neno lake. Kwenye neno ndiko kuna kila mwongozo wa maisha yako. Amini neno. Mwambie mwenzako amini neno. Kuliamini neno. Amini hakuna chochote kilichoandikwa kwenye neno la Mungu ambacho hakiwezi kufanyika kwenye maisha yako. Bwana Yesu atusaidie sana. Bwana Yesu atusaidie. Amini neno la Mungu. Neno la Mungu ndio msingi wa maisha. Au ndio kuna kitu kwa nasoma ile campus direction inaitwaje? Ndio hiyo. Ile no, ndio hivyo. Hapo vizuri. Swahili chake inaitwaje? Adila. Sasa Swahili nacho kigumu. Bila na sababu tunayo unajisikia. Kama hiyo dila inaweza kukuonyesha neno la Mungu linaweza kukuonyesha wapi pa kupita, wapi pa kwenda na wapi ukafanikiwa. Neno la Mungu linaweza mimi nimejifunza kwenye maisha yangu usifanye kitu bila kumsikia Mungu. Nimejifunza sana hiki kitu kwenye maisha yangu. Hata kama ninakiweza, huwa nataka direction ya kimungu kwanza. Kwa sababu neno la Mungu haliwezi kukupoteza wewe. Neno la Mungu haliwezi kusema fungua biashara kesho ulie. No! Kuna mtu mmoja akanipigia simu akaniambia baba. Kaambia nini bwana? Baba nimelala toka juzi. Nalia. Nini mwanangu? Sababu wewe umesaidia. Wapi mimi nimekosea? Nikamwambia nini? Endelea sasa kuniambia. Kwa sababu alikuwa anasikia mtoto wake. Sasa bibi wewe baba mwambie tulia mwanangu. Bwana roho yake hakuna kusaidia mwenzio. Mungu ametupatia roho ya ugumu. Yaani wakati mwingine unaweza ukaja unajua daktari angekuwa analia kama wewe unavolia. Hakuna ambaye angekuwa anamsaidia mwenzake. Si ni kweli?